Bwana ni mwema, watu wa Mungu. Lipewe sifa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa nafasi hii ya kipekee kabisa. Ni wakati mwingine ambapo Mwenyezi Mungu ameruhusu tuweze kuendelea na swala zima la usomaji wa Biblia. Natumaini msikilizaji wetu unao moyo thabiti kabisa wa kufurahi kujifunza neno la Mungu kwa njia ya sauti, kama ambavyo umeamua kuacha mengine na kuamua kuweka sikio lako katika kusikiliza neno hili la usomaji wa Biblia. Na kuombea Mungu aweze kukubariki sana kwa namna ya pekee. Na ninaendelea kukutia moyo kwamba usikate tamaa. Mwanadamu hawezi kuwepo bila roho. Kwa hivyo tunafanya namna yoyote kuhakikisha kwamba roho ya mwanadamu inakuwa salama. Moyo wa mwanadamu unakuwa salama kabisa. Na ndio maana katika kitabu cha Mithali anasema, linda moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa hivyo usomaji huu wa Biblia unaufanya moyo wa mwanadamu kuwa salama. Moja ya ulinzi mkubwa wa moyo wa mwanadamu ni kushiba kiroho, kulijua neno la Mungu na kuliishi. Hapo unakuwa una uhakika na ulinzi wa moyo wako. Na unapokuwa unaulinda moyo wako, kitabu cha Mithali sura ya 4 kinasema kwamba huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Maana yake utakuwa mzima. Maana yake utakuwa salama. Moyo unapokuwa salama, na mwanadamu katika ujumla wake anakuwa salama. Kwa hivyo usione kama unapoteza muda. Unafanya jambo la maana sana kuamua kufuatilia neno la Mungu siku hadi siku. Na siku hii ya leo tunakwenda kuendelea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 34. Sura ya 34 ya kitabu cha Mwanzo, ambayo ni sura ambayo ina mistari 31. Kitabu cha Mwanzo sura ya 34 inazo aya au mistari 31. Na leo nakukaribisha sana uweze kutega sikio lako kwa ajili ya kupata somo hili kwa ujumla wake. Kabla ya kuanza somo hili, watu wa Mungu, tuweze kufumba macho, tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu naishi mahali pa juu mbinguni, tunalitukuza na kuliinua jina lako. Sisi ni akina nani? Sisi ni vitu vidogo sana mbele zako. Lakini kwa namna ya pekee unatupa fursa siku hadi siku ya kulisikia neno lako. Tunahitaji kuwa salama katika mioyo yetu, kwa sababu umeshatuambia kwamba usalama wa mioyo yetu ndio usalama wa afya zetu kwa ujumla. Tunakuomba uwe pamoja na sisi sasa. Tufungue kwa namna ya pekee, tuweze kujifunza neno lako ili mioyo yetu iwe salama na sisi kwa ujumla wetu tuwe salama. Mguse mgonjwa. Mguse mtu ambaye afya yake ina matatizo fulani. Wewe unafahamu kuna watu ambao wamestroke. Kuna watu ambao wameparalyze na miili yao haina nguvu tena. Kuna watu wamelala kitandani. Kuna watu hali zao sio nzuri. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, nenda mguse mgonjwa huyo. Mguse kwa namna ya pekee. Mpe ufunuo ni namna gani anaweza kusimama tena kwa mara nyingine. Nenda katia nguvu kwa mgonjwa. Katia nguvu kwa mtu ambaye hali yake sio nzuri, Mungu wangu. Kuna mtu ambaye anateswa tu na ndoto mbaya. Kuna mtu anateswa na masuala ya mizimu. Mungu wa mbinguni, kupitia jina la Yesu, nenda kamshike kwa namna ya kipekee. Kamponye kwa namna ya pekee. Mponye kwa namna ya pekee. Wakati unaponya moyo wake ili uzima wake uweze kukamilika, basi mponyeshe na mwili wake. Tunaomba hivyo tukiamini kwamba utafanya kupitia jina la Yesu Kristo. Naomba tukiamini. Amina. Bwana msikilizaji, katika sura hii ya 34 tutaisoma kwa utulivu mkubwa sana ili tuweze kufahamu ni nini ambacho Mungu alitaka tuweze kujifunza katika sura hii. Karibu tuende pamoja. Basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi.
Shekemu mwana wa Hamori Mhivi, mkuu wa nchi, akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo. Akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema, unipatie msichana huyu awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanawe walikuwako pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo, wakaja kutoka nyikani, nao wakasikitika sana, wakakasirika mno, kwa sababu amefanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo, neno lisilojuzu kutendeka. Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inamtamani binti yenu, tafadhali mpeni amoe. Mkaoane na sisi, mtupe binti zenu, nanyi mkatoe binti zetu. Nanyi mtakaa nasi, na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, na nikubalike machoni penu, na mtakavyoniambia nitatoa. Mjapoongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadiri ya mtakavyoniambia, lakini mnipe huyu msichana awe mke wangu. Wana wa Yakobo wakawajibu Shekemu na Hamori babaye kwa hila, maana amemharibu Dina umbu lao. Wakawaambia, hatuwezi kufanya neno hili, tumpe umbu letu mtu asiyetahiriwa, ingekuwa aibu kwetu. Lakini kwa sharti hii tu, tutapatana na nyinyi. Mkiwa kama sisi, akitahiriwa kila mwanamume wenu, ndipo tutawapa ninyi binti yetu, na sisi tutatoa binti zenu, tutakaa pamoja nanyi, nasi tutakuwa watu wamoja. Lakini kama hamtusikii na kutahiriwa, basi tutamtoa umbu letu, nasi tutakwenda zetu. Maneno yao yakawa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu mwana wa Hamori. Na yule kijana hakukawia kulifanya neno lile, maana amependezewa na binti Yakobo. Naye alikuwa mwenye heshima kuliko wote nyumbani mwa babaye. Hamori na Shekemu mwanawe wakaja langoni pa mji wao, wakasema na watu wa mji wao wakinena, watu hawa wana amani nasi, basi na wakae katika nchi na kufanya biashara humo, kwa maana nchi ni kubwa ya watosha, na tuwatwae binti zao kuwa wake zetu, na binti zetu tuwape wao. Lakini kwa sharti hiyo moja tu, watapatana nasi wakae wote kwetu, tuwe watu wamoja, kama tukitahiriwa kila mwanamume kama hawa walivyotahiriwa. Je, kondoo zao na mali zao na wanyama wao wote hawatakuwa mali zetu? Basi na tupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Wakawasikia Hamori na Shekemu mwanawe,
wote watokao katika lango la mji wake wakatahiriwa, kila mwanamume wote watokao katika lango la mji wake. Ikawa siku ya 3 walipokuwa wakiumwa sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi nduguze Dina, wakatoa kila mtu upanga wake, wakaujia mji kwa ujasiri, wakawaua waume wote. Wakawaua Hamori na Shekemu mwanawe kwa makali ya upanga. Wakamtoa Dina katika nyumba ya Shekemu, wakatoka. Wana wa Yakobo wakawajilia hao waliouawa, wakauteka nyara mji kwa sababu wamemharibu umbu lao. Wakachukua kondoo zao na ng'ombe zao na punda zao na vitu vilivyokuwamo mjini, navyo vilivyokuwako kondeni. Wakatwaa na mali zao zote na watoto wao wote na wake zao na vyote vilivyokuwamo nyumbani mwao, wakavichukua mateka. Yakobo akamwambia Simeoni na Lawi, "Mmenitaabisha kunifanya ninuke vibaya kati ya watu wa nchi hii, Wakanaani na Waperizi, na mimi kwa kuwa watu wangu ni haba, wataikusanyikia na kunipiga, nami nitaangamizwa mimi na nyumba yangu." Nao wakasema, "Je, vema amtendee umbu letu kama kahaba?" Msikilizaji, na kufikia hapo ndio mwisho wa sura hii ya 34. Sura ya 34 ya kitabu cha Mwanzo ndipo inapoishia hapo. Ungana na sisi katika sura ya 35 katika wakati unaofuata. Mungu akubariki sana, na Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Mungu akupe amani kila mahali uingiapo na utokapo. Kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo tunakuombea na kuamini. Amina.